Naam, kutoka ukanda wa Tanganyika, ziwa lenye samaki wengi zaidi duniani, ambapo ukweli hukutana na habari zenye uzito na sauti za Afrika Mashariki na ya Kati usikika bila uoga na hofu yoyote. Hii ni Tanganyika FM. Mimi ni Lukuzi ya Balezi, langu jina niite Dr. ya Mungu Alinoti. Karibu kwenye habari leo, chanzo chako cha habari za uhakika kutoka Afrika Mashariki na ya Kati, katika dunia inayobadilika kila saa, ambapo siasa, vita, uchumi na usalama vinaendelea kuamua mustakabali wa mataifa. Hivi sasa tuanze kwa kuangalia vichwa vikuu vya habari leo 25 Mei 2026. Zaidi ya visa 900 vya Ebola vyaripotiwa DRC, huku vifo vikizidi 200. Hospitali ya Mongobwalu yashambuliwa na wananchi waliotaka kuchukua miili ya ndugu zao waliokufa kwa Ebola. Serikali ya Uganda yaendelea kufuatilia mamia waliokutana na wagonjwa wa Ebola baada ya visa vipya kuthibitishwa. Jamhuri ya Rwanda yaongeza uchunguzi wa afya katika mipaka yake na DRC. Tanzania yaendelea na tahadhari kubwa ya Ebola katika maeneo ya mipakani. Wakimbizi kutoka mashariki mwa DRC waendelea kuingia Burundi, huku hofu ya kipindupindu na Ebola ikiongezeka. Mapigano makali kati ya M23 wazalendo na FARDC yaripotiwa Masisi, Rushuru na Minembwe. India yawaonya raia wake kutosafiri DRC, Uganda na Sudan Kusini kutokana na mlipuko mpya wa Ebola. Umoja wa Mataifa waonya kuwa vita mashariki mwa DRC vinaendelea kuzuia mapambano dhidi ya Ebola. Vyama vya upinzani nchini DRC vyaongeza mashinikizo dhidi ya mjadala wa mabadiliko ya katiba. Habari kamili. Zaidi ya visa 900 vya Ebola vyaripotiwa DRC, huku vifo vikizidi 200. Mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeendelea kuzua taharuki kubwa baada ya shirika la afya duniani WHO pamoja na Wizara ya Afya ya Kongo kuthibitisha kuwa idadi ya visa vinavyoshukiwa imevuka watu 900 ndani ya kipindi cha wiki chache zilizopita. Katika taarifa rasmi iliyotolewa Jumapili tarehe 24 Mei 2026, WHO ilieleza kuwa zaidi ya visa 100 tayari vimethibitishwa maabara, huku idadi ya waliopoteza maisha ikizidi watu 200. Majimbo yaliyoathirika zaidi ni Ituri, Kivu Kaskazini pamoja na baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini, na miji iliyotajwa kuwa katika hali mbaya zaidi ni Mongobwalu, Komanda, Beni, Butembo, Bunia pamoja na vijiji vya karibu na maeneo yenye mapigano ya silaha. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa hali ya sasa inaweza kugeuka kuwa janga kubwa la kikanda iwapo hatua kali hazitaimarishwa haraka. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa sababu zinazofanya ugonjwa huo kuendelea kuenea kwa kasi ni mapigano ya makundi yenye silaha, wananchi kuwaficha wagonjwa majumbani na taarifa potofu kuhusu Ebola, pamoja na hofu ya kutengwa kwa wagonjwa wanaopelekwa vituo vya afya. WHO pia imethibitisha kuwa aina ya Ebola inayosambaa sasa ni aina ya Bundibugyo, ambayo bado haina chanjo rasmi iliyothibitishwa duniani wala tiba kamili inayotambulika kimataifa mpaka sasa. Mashirika ya afya yanaonya kuwa biashara za mpakani, safari za kila siku pamoja na ongezeko la wakimbizi wanaokimbia vita vinaongeza hatari kubwa ya Ebola kuenea zaidi ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki na ya Kati. Hospitali ya Mongobwalu yashambuliwa na wananchi wenye hasira. Tahadhari kubwa iliripotiwa usiku wa Jumamosi tarehe 23 Mei 2026 katika mji wa Mongobwalu uliopo jimbo la Ituri, baada ya kundi la wananchi kuvamia hospitali iliyokuwa ikiwahudumia wagonjwa wa Ebola. Kwa mujibu wa mashuhuda pamoja na mamlaka za afya, wananchi hao walitaka kuchukua miili ya ndugu zao waliokuwa wamefariki kutokana na kile kilichodhaniwa kuwa ni janga la Ebola, huku wakipinga taratibu kali za mazishi salama zinazotekelezwa na timu za afya. Taarifa zinaeleza kuwa vurugu zilianza baada ya maafisa wa afya kukataa katu kutoa miili hiyo kwa familia, jambo lililosababisha wananchi kuvunja sehemu za hospitali, kuharibu vifaa pamoja na kuwashambulia baadhi ya wahudumu wa afya.
Mashuhuda wameeleza kuwa milio ya risasi ilisikika karibu na hospitali. Wagonjwa wengine walihamishwa kwa haraka, huku baadhi ya wahudumu wa afya wakikimbia kwa hofu baada ya hali ya usalama kudhorota. Mamlaka za afya za Ituri zimeeleza kuwa taarifa potofu kuhusu Ebola, kutokuamini serikali pamoja na hofu ya wananchi vinaendelea kuharibu juhudi za kupambana na mlipuko huo. WHO imeonya kuwa kugusa miili ya waliokufa kwa Ebola ni hatari kubwa zaidi ya maambukizi, na mashambulizi dhidi ya hospitali yanaongeza kasi ya kusambaa kwa ugonjwa huo. Uganda yaendelea kufuatilia mamia ya waliokutana na wagonjwa wa Ebola. Serikali ya Uganda imeendelea na operesheni kubwa ya kuwafuatilia mamia ya watu waliokutana na wagonjwa wa Ebola baada ya kuthibitishwa kwa visa vipya ndani ya siku za hivi karibuni. Waziri wa afya wa Uganda, Jenny Ruth Aceng, amesema tarehe 24 Mei 2026 kuwa visa vipya 3 vimethibitishwa na kufanya idadi ya wagonjwa waliothibitishwa nchini humo kufika watu 5. Kwa mujibu ya wizara hiyo, mmoja wa wagonjwa ni mhudumu wa afya aliyekuwa akimhudumia mgonjwa wa kwanza, mwingine dereva aliyemsafirisha mgonjwa kutoka mpakani, huku mgonjwa mwingine akiwa mwanamke aliyesafiri kutoka DRC hadi Kampala kabla ya kuonyesha dalili za ugonjwa huo. Mamlaka zimeanza kuwafuatilia watu wote waliokutana na wagonjwa hao ndani ya siku 21. Kuongeza ukaguzi katika mpaka wa Bunagana pamoja na kuimarisha uchunguzi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe. Serikali ya Uganda pia imepeleka mahema ya dharura, vifaa vya kujikinga, timu maalum za afya pamoja na vituo vya muda vya uchunguzi katika maeneo ya mpakani. Katika baadhi ya maeneo, mikusanyiko ya kijamii imeanza kudhibitiwa, huku wananchi wakitakiwa kutoa taarifa haraka wanapoona mtu mwenye dalili za Ebola. WHO imeonya kuwa biashara za mpakani, safari za kila siku pamoja na harakati za wafanyabiashara kati ya DRC na Uganda zinaifanya Uganda kuwa katika hatari kubwa ya kupata maambukizi zaidi. Rwanda yaongeza uchunguzi wa afya katika mipaka yake na DRC. Serikali ya Jamhuri ya Rwanda imeongeza hatua za tahadhari katika maeneo yote ya mpakani na DRC kufuatia kuongezeka kwa visa vya Ebola, mapigano yanaendelea Kivu Kaskazini pamoja na ongezeko la wakimbizi wanaovuka mipaka. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Rwanda, timu za afya zimeongezwa katika maeneo ya Rubavu na Rusizi, huku wasafiri wakianza kupitia uchunguzi mkali wa afya kabla ya kuingia nchini humo. Hatua zinazochukuliwa sasa ni pamoja na kupima joto kwa wasafiri, kufuatilia waliotoka maeneo yenye maambukizi pamoja na kuandaa vituo vya dharura iwapo kutagundulika mgonjwa mpya wa Ebola. Rwanda imesisitiza kuwa mpaka sasa hakuna kesi iliyothibitishwa nchini humo, lakini taifa linaendelea kuwa katika hali ya tahadhari na umakini mkubwa kutokana na ukaribu wake na maeneo yenye maambukizi ya DRC. Wachambuzi wa afya wanaeleza kuwa harakati za kila siku kati ya Goma na Gisenyi pamoja na biashara kubwa za mpakani zinaweza kurahisisha kuenea haraka zaidi kwa maambukizi bila kugundulika mapema. Tanzania yaendelea na tahadhari kubwa ya Ebola. Serikali ya Tanzania imeendelea kuongeza tahadhari za afya katika maeneo ya mpakani ya magharibi kutokana na kuendelea kwa mlipuko wa Ebola nchini DRC na Uganda. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, uchunguzi wa afya umeongezwa kwa wasafiri wanaotoka nchi jirani. Vifaa vya kupima joto vimeongezwa, huku timu maalum za ufuatiliaji zikipelekwa katika baadhi ya vituo vya mpakani. Maeneo yanayopewa uangalizi mkubwa ni pamoja na Kigoma, Kagera pamoja na baadhi ya njia zinazotumiwa na wafanyabiashara kutoka ukanda wa Maziwa Makuu. Katika baadhi ya vituo, wasafiri wanaulizwa historia zao za safari, huku maafisa wa afya wakitakiwa kutoa taarifa haraka wanapobaini mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Serikali ya Tanzania imesisitiza kuwa mpaka sasa hakuna kesi iliyothibitishwa nchini, lakini nchi ipo katika hali ya tahadhari kubwa kutokana na biashara, safari na harakati za watu ndani ya Afrika Mashariki na ya Kati. Wakimbizi wa DRC waendelea kuingia Burundi.
Burundi imeendelea kupokea mamia ya wakimbizi wanaokimbia mapigano mashariki mwa DRC, huku mashirika ya misaada yakionya kuhusu msongamano mkubwa kambini, uhaba wa chakula, huduma duni za kiafya pamoja na hatari ya magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu na Ebola. Kwa mujibu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa, wakimbizi wengi wanaotoka Kivu Kaskazini na Kusini pamoja na Ituri, maeneo ambayo yanaendelea kushuhudia mapigano makali kati ya FARDC, M23 na makundi ya wazalendo. Katika baadhi ya kambi, watoto na wanawake ndio wanaoathirika zaidi, huku huduma za maji safi na usafi wa mazingira zikianza kuzidiwa uwezo. Mamlaka za Burundi pamoja na mashirika ya misaada zimeanza kuongeza ufuatiliaji wa afya, kusambaza maji safi pamoja na kuanzisha vituo vya dharura vya matibabu katika maeneo yanayopokea wakimbizi. Mashirika ya misaada yanaonya kuwa bila msaada mkubwa wa haraka kwa mataifa wa kimataifa, hali ya kibinadamu inaweza kuwa mbaya na hatari zaidi katika wiki zijazo. Mapigano makali kati ya M23 wazalendo na FARDC yaripotiwa Masisi, Ruchuru na Minembwe. Mapigano makali yameendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa DRC kati ya waasi wa M23, makundi ya wazalendo na vikosi vya serikali vya FARDC. Kwa mujibu wa taarifa za kiusalama zilizotolewa ndani ya saa 24 zilizopita, mapigano yaliripotiwa karibu na Nyamilima katika eneo la Ruchuru, maeneo ya Masisi karibu na Rubaya pamoja na Minembwe katika Kivu Kusini. Ripoti zinaeleza kuwa wazalendo walijaribu kuzuia kusonga mbele kwa M23 katika baadhi ya vijiji, huku FARDC ikitumia ndege zisizo na rubani kushambulia maeneo yanayodaiwa kudhibitiwa na M23. Katika maeneo ya Kalingi, Kakenge, Bidegu, Ziralo pamoja na vijiji vya karibu na Rubaya, mapigano yaliendelea kwa siku kadhaa, huku kila upande ukidai kupata mafanikio ya kijeshi. Wakazi wa maeneo hayo wanasema milio ya silaha nzito imekuwa ikisikika usiku na mchana, huku mamia ya wananchi wakikimbia makazi yao kuelekea maeneo salama zaidi. Eneo la Rubaya linaendelea kuwa kitovu muhimu kutokana na migodi ya coltan, biashara ya madini pamoja na njia muhimu za usafirishaji katika jimbo la Kivu Kaskazini. Wachambuzi wa usalama wanaonya kuwa kuongezeka kwa ushirika wa wazalendo pamoja na kuendelea kwa operesheni za FARDC dhidi ya M23 kunaweza kufanya mgogoro huo kuwa mrefu zaidi na mgumu kudhibiti kisiasa na kijeshi. Kimataifa, India yawaonya raia wake kutosafiri DRC, Uganda na Sudan Kusini. Serikali ya India imetoa tahadhari mpya kwa raia wake tarehe 25 Mei 2026, ikiwataka kuepuka safari zisizo za lazima kwenda DRC, Uganda na Sudan Kusini kutokana na kuendelea kwa mlipuko mkubwa wa Ebola katika ukanda huo. Wizara ya mambo ya nje ya India imesema raia waliopo katika nchi hizo wanapaswa kufuata maelekezo ya afya, kuepuka maeneo yenye maambukizi pamoja na kutoa taarifa kwa balozi za India iwapo watapata dalili zozote zinazofanana na ugonjwa wa Ebola. India pia imeanza kuongeza ukaguzi wa afya katika baadhi ya viwanja vya ndege, kufuatilia wasafiri wanaotoka Afrika Mashariki pamoja na kuongeza tahadhari kwa wahudumu wa afya. Hatua hiyo imekuja wakati nchi mbalimbali duniani zikianza kuongeza tahadhari, huku hofu ya kusambaa kwa Ebola kimataifa ikiendelea kuongezeka. Umoja wa Mataifa waonya kuhusu vita vinavyozuia mapambano dhidi ya Ebola. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC vinaendelea kuathiri vibaya juhudi za kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Kwa mujibu wa WHO pamoja na mashirika ya misaada, maeneo mengi yenye maambukizi yako karibu na maeneo yenye mapigano. Baadhi ya wahudumu wa afya hawawezi kabisa kufika kwa usalama, huku vituo vya afya vikishambuliwa au kufungwa kutokana na taharuki ya wananchi. Mashirika hayo yameeleza kuwa bila usalama wa kutosha, juhudi za kufuatilia wagonjwa, kudhibiti maambukizi pamoja na kufanya mazishi salama zitakuwa ngumu zaidi katika siku zijazo. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mgogoro wa vita na Ebola kwa pamoja unaweza kusababisha janga kubwa zaidi la kibinadamu katika ukanda wa maziwa makuu iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Vyama pinzani vya DRC vyaongeza
mashinikizo dhidi ya mjadala wa mabadiliko ya katiba. Kumradhi, vyama vya upinzani DRC vyaongeza mashinikizo dhidi ya mjadala wa mabadiliko ya katiba. Mvutano wa kisiasa umeendelea kuongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya vyama vikuu vya upinzani kuongeza mashinikizo dhidi ya mjadala unaohusishwa na uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya nchi hiyo. Katika saa 24 zilizopita, viongozi wa upinzani jijini Kinshasa waliituhumu serikali kwa kujaribu kufungua mjadala wa kisiasa wakati taifa bado linakabiliwa na vita mashariki mwa nchi pamoja na mlipuko mkubwa wa Ebola. Baadhi ya viongozi wa upinzani wameonya kuwa mabadiliko yote ya katiba yanayoweza kugusa miula ya urais, mfumo wa uchaguzi au mgawanyo madaraka yanaweza kusababisha maandamano mapya, migogoro ya kisiasa pamoja na hali ya sintofahamu nchini humo. Wakati huo, wafuasi wa vyama vya upinzani wameanza kuitisha mikutano, kampeni za kisiasa pamoja na maandamano ya kupinga mjadala huo katika baadhi ya maeneo ya Kinshasa na Lubumbashi. Serikali ya Kongo bado haijatangaza rasimu mpya ya katiba, lakini mjadala huo umeendelea kutawala vyombo vya habari, mijadala ya kisiasa pamoja na mitandao ya kijamii ndani ya saa za hivi karibuni. Na mpaka hapo sina la ziada. Habari hubadilika kila siku, lakini ukweli hubaki kuwa muhimu milele. Hii ilikuwa Habari Leo kupitia Tanganyika FM, chanzo chako cha habari za uhakika kutoka Afrika Mashariki na ya Kati. Mimi ni Lukuzi ya Balezi, langu jina niite Dr. ya Mungu Alinoti. Asante kwa kuwa nasi, tukutane katika toleo lijalo.